الحمد لله ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، naomba tusome pamoja hii sura ambayo ni sura fupi lakini inayotaja miongoni mwa mambo ambayo Allah ametuhimiza tuombe ulinzi. Tusome pamoja mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu. Hebu piga mstari hapo. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Piga mstari hapo. Wa min sharri hasidin idha hasada. Ndugu zangu, unaona Mwenyezi Mungu ametufundisha, ametutaka tuombe ulinzi, isti'adha, tuombe ulinzi. Ulinzi gani? Tupate ulinzi wa shari, lakini tuichukue hii aya ambayo ni namba 5, min sharri hasidin idha hasada. Tuombe ulinzi wa shari ya hasidi anapohusudu. Ndugu zangu, hili ni gonjwa, ndilo gonjwa lililomwangamiza shetani. Ndugu zangu, acha niwaulizeni kidogo, ndugu zangu wapendwa. Hivi huyu ibilisi anapotupiga vita sisi na kutaka kutuangamiza, kutupeleka motoni, kutupeleka tusiende peponi, wasikilizaji wangu na watazamaji wangu wapendwa, naomba kuuliza, kwani sisi wana wa Adam tulimkosea nini huyu shetani? Nini kosa letu mpaka akupigeni vita? Ndugu zangu, huyu yeye Iblis, yeye anatuchukia sisi, lakini kosa sio letu. Yeye alimuhusudu baba mzee Adam. Anna iblisa hasada abakum Adam lamma raa anna Allaha akramahu bi anwa'in minan ni'am. Hakika ibilisi alimuhusudu baba mzee Adam. Mimi na wewe tunaitwa wana wa Adam. Kwa hivyo, kwa kuwa alimuhusudu baba, anaendelea kumpigia vita hadi uzao wake. Alipoyaona mambo, alipoiona ile hadhi ya baba yetu mzee Adam. Wa idh qulna lilmalaikati isjudu. Nikifika kwenye sehemu ya aya, inshallah na nyinyi ni watu wa Qur'ani, mwe mnamaliza pamoja nanyi wasikilizaji wangu na watazamaji wapendwa. Wa idh qulna lilmalaikati isjudu, malizeni, li Adam wa allama Adam ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna. Adam, Adam, Adam. Kusujudiwa, kunyenyekewa na malaika, Adam. Kufundishwa majina ya vitu, Adam. Yeye na mkewe kukaa peponi, Adam. Hilo ndilo lililomkera ibilisi. Kwa nini kila kitu Adam? Kusujudiwa na malaika, Adam. Kufundishwa majina ya vitu, Adam. Yeye na mpendwa mama yetu bibi Hawa wanaambiwa, ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna. Ewe Adam, kaa wewe na mkeo peponi. Mashallah, anaambiwa baba Adam akae yeye na mama yetu mama Hawa, yani peponi. Hilo ndilo lililomkera. Kwa hiyo hata alipoambiwa kunyenyekea akapinga.
Kwa hivyo, na unaposikia maradhi hayo, ni maradhun min amradhi alqulub, hilo ni gonjwa miongoni mwa magonjwa ya moyo. Na ndiyo maana tunapohimizwa katika amali mbalimbali za dini kwamba tuzitende, ili hatimaye amali hizo zitufikishe katika takwa, zikitufikisha katika kumcha, hapo inakuwa nyoyo zetu ziko kwenye afya, zinasalimika na haya magonjwa. Miongoni mwa magonjwa ni hili gonjwa la husda, ndugu zangu. Na mara zote ukiona ndani ya Qur'ani hili neno, matumizi yake yanavyokuja kwamba fi qulubihim maradhun, katika nyoyo zao kuna maradhi, tambua ni fa'alam annahu maradhul i'tiqadi wassuluk, tambua kwamba ni maradhi ya itikadi na mwenendo. Ndugu zangu, kwa kuwa kila gonjwa lina athari zake, yani kama afya ilivyo na faida zake kwenye kiwiliwili, na maradhi hivyo hivyo yana hasara zake. Nafikiri mnasikia na mnasoma katika surati Yusuf, pale wale ndugu walipomuhusudu mdogo wao, yaani ndugu wakubwa 11 wanawahusudu wadogo zao wawili. Hebu angalia hilo neno, wakubwa 11 kuwahusudu wadogo zao wawili. Baba yao ni mmoja, ila hawa ni matumbo mawili tofauti. Jamani, katika ukoo na familia, chungeni sana hayo matumbo mnapozaliwa na mama mbalimbali. Baba yenu ni mmoja, wale mashallah ni mama zenu. Wao kumpenda mume wao mashallah ni jambo liko. Kwani uliwahi kusikia mwanamke anasema mme wetu? Si kila mke anasema mume wangu. Wao wako kwenye upendo wao na mume wao. Nyinyi ni wazaliwa, baba yenu ni mmoja. Msiende mkatupana kwa sababu moja au nyingine. Angalia, yawezekana kipaji mnachokipiga vita leo katika ukoo wenu ndicho kipaji kitakachokuja kuwaokoeni baadaye. Ndugu zangu, hivyo hivyo mnaweza kukipiga vita kipaji kwenye ukoo wenu, mnaweza kukipiga kipaji katika taasisi yenu, na mnaweza kukipiga vita kipaji katika taifa lenu. Kumbe kile kipaji mlichonacho kwenye taifa lenu ndiyo kitakayokuja kuliokoa taifa lenu baadaye. Ndugu zangu, leo ni leo na kesho ni kesho. Ngoja nikupe mfano ili uelewe. Kwa mfano, labda kina mama kila mmoja ameshika watoto wake aliowazaa, na labda anawaambia, angalieni wale watoto wa mama yenu mkubwa, au angalieni hawa watoto wa mama yenu mdogo, msiwajali. Sawa, wewe unakuwa ni mkubwa, alhamdulillah, sagine una pesa, kinakuja kidogo chako cha mama yenu ule mdogo, mashallah, kiko vizuri, very bright, kiko safi kabisa katika performance yake ya masomo. Anakuja, kaka nisaidie, naomba vitabu vya literature, nimefanya vizuri. Leo wewe uwezo wa kumsaidia mdogo wako huna, uwezo wa kumsaidia unao, lakini unamtupa kwa sababu ya kuona kwamba labda wewe ukimpa yule labda atafaidika yule mama yenu mdogo. Kumbe nyinyi ni ndugu. Leo wewe unamtupa mdogo wako, na ile hali uwezo wa kumsaidia unao, kwa kufata mawazo yako binafsi.
au sengine unavutika na mtazamo wa mama yako kwamba isije kuwa uzao wa tumbo langu umsaidie uzao wa yule mwingine. Kesho na kesho kutwa yule mtoto akapigana akafanikiwa akiwa ni waziri katika nchi, halafu siku hiyo ndo unaanza kujinasibisha, unamjua yule waziri, yule ni mdogo wangu. Leo ndo unasema mdogo wako, mbona siku ile wewe ulimtupa? Kwa nini ulimtupa ndugu yako? Hawa wao ni kina mama, wao wana nafasi yao kwa mume wao, wako kwenye upendo wao. Nyinyi ni wazawa, msitupane. Ndugu zangu, tambua husda ni nini. Alhasadu jinayatun fi maqami tauhid. Kwanza, husda ni nini? Katika Majmuu al-Fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameieleza hii hasad kwamba anna al-hasada hiya al-karahiyatu lima hiya al-bughdhatu wal-karahiyatu lima yarahu min husni hali al-mahsud. Anna al-hasada hiya al-bughdhata, hakika husda ni chuki na kero anayoihisi mtu moyoni mwake min husni hali al-mahsud. Chukua hiyo definition. Anna al-hasada, husda ni chuki na kero anayoihisi mtu moyoni min husni hali al-mahsud, kutokana na hali nzuri ya muhusudiwa. Ndugu zangu, unajua unapomhusudu mwenzako na kumpiga vita kwa neema au kwa jambo la aina yoyote ambalo Allah amempa, unajua kitendo hicho kinamaanisha nini? Ni sawasawa kaannaka taqulu lirabbik ya rabbi lima qasamta hadhihi alqisma, Mwenyezi Mungu, kwa nini umegawa namna hii? Acha niwaulizeni, siwa mnaona mashallah kuna baadhi ya vyuo au sehemu ya shule ambapo bwana, hii ni shule ya watoto wenye vipaji maalum, wale genius. Nauliza, hebu niambie, kuna duka gani ambalo linalouza hivyo vipaji? Kuna umesikia, ni vipaji. Hivi vipaji wamepewa na nani? Nani mpaji kama sio Al-Wahhab? Yeye ndiye mtoa tunu, amewapa hawa watoto vipaji. Sasa nimetoa hilo neno kama mfano, lakini Mungu ana aina nyingi za vipaji ambavyo anavyowapa waja wake. Tena unatakiwa kutambua hivi, kila anayetoa mwingine anatoa alichoruzukiwa na Mola wake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowaruzuku wanatoa. Wengine wakitoa wanatoa walivyoruzukiwa, lakini ni Allah peke yake ndiye anayetoa vitu ambavyo ni vyake. Anatoa vile alivyoviumba, na anavyovitoa ni tunu, ni hibatun. Hebu niambie, umbile la mimi na wewe, sisi kuumbwa kama ni wanadamu, unadhani hiyo ingelikuwa inauzwa ingekuwa ni shilingi ngapi ili uwe mwanadamu? Lakini Allah ametoa hibatun, Allah ametoa tunu. Viumbe wako wengi mashallah, wako hata wale mende wako chooni wanakula chakula chao ni ile haja uliotoa wewe, wao ndio wanakula. Allah engetaka mimi na wewe tuwe mende, tungekuwa mende, lakini Allah akatupa tunu, zawadi. Kwani ukisikia kitu kikiitwa ni gifti kinakuwa ni shilingi ngapi? Sasa Mungu anapokuwa
ameumba tunu yake, kitu chake, na kaamua kumpa yoyote kwa namna anavyotaka yeye, wewe unechukia, wewe ni nani katika riziki za Mungu? Kwa hiyo unapokuja kusali ukasema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, Mungu anakuangalia. Kama wewe unakubali kama mimi ni mkubwa, mbona unampiga vita mtu ambaye nimempa kile nilichompa kutoka kwangu mimi Mungu? Huu ni ugawaji wangu mimi kwa mja wake, kwa mja wangu. Kama amepewa mume mzuri mashallah, kama kapewa mke mzuri mashallah, kama kapewa watoto mashallah, kama kapewa mali mashallah, kama ana cheo mashallah, kapewa na ye mwenyewe Mungu mwenye kitu chake kampa mja wake kwa utashi wake. Wewe unechukia kwanza kumpiga vita aliyepewa, wewe ni nani katika mamlaka ya Mungu? Ndugu zangu, lazima mtu yoyote anayekuwa na tabia ya husda, mtu huyu huwa anaishi maisha mabaya sana. Haki ya Mungu, yaishu alhasidu mahmuman liannahu yajma afrahi nnas min jumlat ahzanihi. Haki ya Mungu, yani ukitaka kujua matatizo ya mtu akiwa ni hasidi, ndugu yangu, anaishi katika majonzi mpaka anachanganya furaha za watu katika orodha ya huzuni zake. Mashallah, mtoto wa kike ameolewa, siku ya harusi, watu wanaimba, wanasherehekea, wanafurahi, basi utamkuta yeye ameweka mkono kwenye tama namna hii. Yani amechanganya mpaka furaha za watu zinaongezeka katika jumla ya huzuni zake. Ndio wanasema wanawachuoni, ma raaitu dhaliman ashbah bilmadhlumin min alhasid, sijaona dhalimu anefanana na mdhulumiwa kama hasidi. Yeye ni dhalimu. Kwa nini ni dhalimu yuhasidi? Kwa sababu yeye anachukia neema katika neema ambayo Mwenyezi Mungu ameitoa. Tena ndugu zangu wapendwa wasikilizaji na watazamaji, ngoja niwaambie neno. Unajua jambo la husda aliendi kabisa na dini yetu. Unasemaje wewe juu ya dini ambayo mpaka maamuzi yake, hebu yasikilizeni haya maneno halafu muyatafakari kwa kina. Hapo ni mumin Muislamu anamsabai Muislamu wenzake. Hebu sikia, anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umevisikia hivyo vitu? Amani na rehema na baraka ziwe juu yenu. Unaviona vitu hivyo jinsi vilivyo vizuri? Amani, rehema, baraka. Na kuuliza, usiyempenda unaweza kumtakia avipate vitu hivyo? Kwamba awe na amani, awe ana rehema, awe ana baraka za Mwenyezi Mungu. Ukiyasikia haya maneno, tambua kwamba hii dini haiendi kabisa. Yani alhasad jinayatun fi maqami tauhid, alhasad jinayatun fi maqami tauhid. Yani husuda ni kosa la jinai katika nafasi ya mtu ambaye ni muwahid, mtu ambaye anayempwekesha Mungu, aliyejisalimisha mbele ya Rabbu wake. Kwa sababu hili linakuwa ni gonjwa ambalo haliendi na husda. Kwa nini haliendi na husda? Angalia, kawaida mtu anapomwamkia, mtu anamtakia vitu vitatu avipate: apate amani,
apate rehema na apate nini? Apate baraka. Amani, rehema na baraka ziwe juu yako. Vitu hivi ni vitu vizuri, haviendi kabisa na moyo wenye husda. Tena ndugu yangu, leo acha nikupe somo moja. Kullu al-adawat qad turja izalatuha illa man adaka an hasadi. Zingatia sana ili neno. Kila aina ya uadui au kila aina ya tatizo linaweza kuondolewa madam kiini cha tatizo hilo sio husuda. Kwa mfano, panaweza kuwa labda pana mgogoro, lakini saa ingine ule mgogoro kidhahiri unaona kama labda ni mgogoro ambao una baadhi ya mambo. Mara nyingi wale mahasidi huwa hawaelezi sababu yao maalumu, huwa wanatoa sababu, na nitakupa mifano. Angalia ndugu za Yusuf, wanasema lililowaudhi mdogo wao kuota jua na mwezi na nyota 11 zinamnyenyekea. Halafu wakasema sababu inawafanya wamchukie baba yao na waone baba yao amepotea katika upendo, wanasema la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Hakika Yusuf na ndugu yake Binyamini wanapendeka zaidi kwa baba yetu kuliko sisi. Angalia sababu, wanasema wa nahnu usba, na sisi ni kundi kubwa. Ndio kuna mwanachuoni mmoja anasema, sasa jamani, si nyie mshasema nyie ni kundi kubwa. Sasa hebu fikirini, nyinyi ni wakubwa 11, wadogo zenu maskini 2 tena wadogo. Sasa baba yenu akiwapenda na kuwahurumia wadogo zenu, ndio imeshakuwa dhalal, ndio imekuwa ni upotevu. Sengine nyie anaona mashallah, kwanza ni wakubwa tena ni wengi, acha ni wahurumie hawa wadogo zao. Kawaida hasidi yoyote huwa haachi kutoa baadhi ya sababu anazoziweka mbele, sababu ya kumpigia vita yule anayempiga vita, lakini yeye anakuwa ana kiini chake kingine. Kwa hivyo kama itakuwa ni kamati, kama ni kikao cha familia, kama ni kikao cha taasisi, kama ni kikao cha taifa kinachotafuta usuluhishi wa jambo lile, kama ikiwa sababu zinazotolewa na kiini chenyewe ni husda, kila utakavyosema hawawezi kukubali. Maana wao wanachokitaka hivi, kama ni kuondolewa labda imamu, au kama ni mfanyakazi kufukuzwa, au kama mwenye cheo kuondoka, yeye ndio anachokitaka. Lakini sababu anaweka zingine, hatamki moja kwa moja tu, bwana mimi huyu mtu simtaki. Yeye huyu, ili ipatikane solution ni kwamba hivi, kama ni cheo anyang'anywe, kama ni mali afilisiwe, kama ni upendo baina ya mume na mke wachukiane. Tena utaona kwenye mazungumzo likiletwa, yani hilo neno likiletwa tu, mwangalie yule anayekubali, hiyo sawa sawa sawa, huyo hafai, huyo aondolewe tu kwenye uimamu, huyo anyang'anywe tu huo mtaji. Sasa wewe ukiona mtu ambaye yeye mkitafuta solution nyingine ya kuweza kulimaliza lile tatizo anoliweka yeye mbele, yeye yuko kwenye kwamba anyang'anywe, kama ni cheo anyang'anywe, kama ni mke waachane na mume, kama ni mtoto wa shule anafanya vizuri masomo yake, labda amefanya kosa fulani afukuzwe. Hili ndio jawabu la hasidi. Tena ngoja nikupe mfano ili uelewe kwamba kweli husuda ni maradhun min amradhi alqulub. Husuda ni gonjwa katika magonjwa ya nyoyo. Ngoja nikupe mfano ili uelewe.
jinsi uone jinsi ilivyo tabu ya huyu hasidin idha hasada. Imekaa hivi, anaweza kuja mtu ndugu yako kabisa, ana shida na wewe una upendo wa dhati wa kumsaidia. Yeye anaomba umkopeshe 100,000, ana shida. Wewe ukakaa, mashallah, una moyo mzuri, una moyo wa upendo, una moyo wa huruma, unamhurumia ndugu yako. Kama maskini ndugu yangu anadaiwa, sasa badala nimkopeshe, acha nimpe. Tena sio nimpe 100,000, hapana, nimpe 300,000. Nimwambie, hii mimi sikukopeshi, hii mimi nakupa. Na waulizeni wapendwa watazamaji na wasikilizaji wangu, je, ni jambo baya mtu kumfikiria, kumpenda, kumsaidia ndugu yako? Bila shaka ni jambo zuri, lakini si kwa hasidi. Yeye akipewa anakaa kando, anasemaje? Sasa ndo nini? Mimi nimemwambia nikopesha 100,000, sasa huko kunipa hii 300,000 tena anaambia msaada, ndo nini? Yaani ndo ananionyesha kama ana uwezo. Sasa ndugu yangu, unatakiwa ufanye nini? Ndugu yako kakuhurumia, anakupa, lakini wewe bado unasema huku kunipa ndo ananionyesha kama yeye ana mali. Kwa hiyo ndugu zangu, kuwa makini, maana hasidi huwa anatoa sababu, lakini kiini ni kingine. Ndio maana wale ndugu zake na Yusuf walisema kwamba Yusuf anapendeka zaidi kwa baba yetu kuliko sisi, na ile hali sisi ni kundi kubwa. Sasa usiishi hapo, kamwangalie huyu shetani, huyu ibilisi ambaye mpaka leo anaendelea kukupigeni vita nyinyi uzao. Swali ni moja, ibilisi, kwani tumekukosea nini sisi mpaka unatupiga vita? Kosa lenu nyinyi ni wana wa Adam. Alimuhusudu tangu Adam, anampigia vita mpaka uzao wake. Ndugu zangu, mbona pale Mungu alipotoa amri kwamba wa idh kunna lilmalaikati isjudu li Adam, pindi tulipowaambia malaika kwamba mnyenyekeeni, msujudieni Adam, si unaona fasajida almalaikatu kulluhum tanajmain, walinyenyekea malaika wote. Sasa kuna hoja ya kujiuliza, wanaponyenyekea Mungu mpaka kusema wote, ina maana mpaka mkuu wa malaika wote Jibril, dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin, yani mjumbe aliye makini, mwenye nguvu mbele yake Bwana wa arshi, mwenye kutiiwa na malaika wote, anaponyenyekea Jibrili, we ibilisi unabaki. Angalia hoja alizozijenga, angalia. Wallahi ndugu yangu, twende tukaitafakari sana hii Qur'ani. Kuna hekima gani Mungu kumuuliza ibilisi kwamba ewe ibilisi, jambo gani lililokufanya usisujudu pale nilipotoa amri? Kwani ina maana Mungu anauliza akiwa hajui? Mungu anauliza akiwa anajua. Sasa kama akiwa anajua, pana funzo gani? Pana funzo ambalo yeye alitaka sisi tulielewe katika mfumo ule wa ibilisi kutoa yale majibu aliyo hayaingia akilini kabisa. Eti umwambie Mungu kwamba mimi nimekataa kusujudu kwa sababu khalaktani min narin wa khalaktahu min tin. Hebu yaangalia hayo mambo. Mimi nimekataa kusujudu kwa sababu wewe Mungu umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Hebu yafikiria hayo maneno. Yani makhluk yujadilu al-khaliq, muumbwa, kiumbe anajadiliana na yule aliyemuumba. Kama ni kuijua material, wewe uliyeumbwa na yule aliyekuumba, nani anajua ubora wa material? Mbona malaika walioumbwa kwa nuru hawakutia hawakutia neno?
wao hawakumtazama aliyepewa, wao walimtazama mpaji. Adam hakuamrisha yeye kwamba nisujudieni, ni amri imetoka kwa Mungu kwamba isjudu li Adam. Wao hawakuangalia mpewa, wao waliangalia mpaji. Na hivyo hivyo ukitaka uachane na husuda, fanya hivyo. Wewe usimpige vita aliyepewa, wewe mstai na umheshimu mpaji, yule aliyempa kile alichompa kwa utaji, yani kwa mfumo ambao yeye mwenyewe Mungu anaona. Ndugu zangu wapendwa, na ndiyo maana kwa kuwa hilo jambo la husda ndiyo kiini cha yeye Ibilisi kuangamia, ndiyo amechukua huo mfumo na sisi kutuwashia husda kwenye nyoyo zetu. Unajua shetani anafanikiwa vipi kumwangamiza mwanadamu kupitia husda? Anafanikiwa sana. Anafanikiwaje? Huyu mwanadamu akishapata husda ndani ya moyo wake, unaona ile kul a'udhu birabbil falaq, kwanza unaona a'udhu, yani draw kabisa na ile ya shetani. Si unaona tumeambiwa fa idha qara'ta alquran fasta'iz billahi mina shaitanir rajim. Mkitaka kusoma Qur'ani, ombeni ulinzi dhidi ya shetani. Yani huyu Ibilisi ana a'udhu, na pale kwenye qul a'udhu birabbil falaq kuna a'udhu ya huyu hasidin idha hasada. Yani Mungu, tunaomba utupe ulinzi dhidi ya hasidin idha. Kwa nini? Hikma gani? Hasidin idha hasada. Mungu, tunakuomba utupe ulinzi dhidi ya hasidin idha adhharahu wa amila bimuqtadahu. Mungu, tulinde na shari ya hasidi pale anapoidhihirisha na kuanza kuifanyia kazi. Ndugu zangu, leo napenda niwaambieni hivi, kuna mahasidi wadogo wadogo na kuna mahasidi sugu. Kaka, hasidi sugu kama huyu shetani huyu ambaye amempiga vita baba Adam, anampigia vita mpaka na uzao wake, mpaka na uzao wake. Narudia hili neno, kwani jamani wana wa Adam nyie, kosa lenu ni nini kwa huyu shetani? Kosa lenu nyinyi ni wazawa wa Adam. Yeye alimuhusudu tangu baba, anampigia vita mpaka uzao wake. Na hayo yako hata kwenye jamii. Mtu anaweza kumuhusudu mtu akafanya mpaka yani sihiri na nini. Mtoto anayefanya vizuri katika masomo akapata maradhi yasiyoeleweka siku za mtihani. Ndugu zangu wapendwa, Allahu akbar. Kwa hiyo yeye Iblis huwa anafaidika vipi jinsi ya kumwangamiza mwanadamu kupitia hasadi? Angalia sasa, anaweza kuamua yule hasidin kuanza kumfanyia fitina ya kumchafulia, kama ni cheo, kumchafulia hadhi yake, kumchafulia heshima yake. Kama ana mema, yani kama bwana mmoja alisema, ana fi ma'ashari qaumin in alimu biya khairan akhfuhu wa in alimu biya aiban au sharran adha'uhu wa in lam yajidu ahdathuhu. Mimi, anasema yule bwana aliyokuwa anapigwa vita na jamii ambayo inayemhusudu, mimi niko katika jamii ya watu ambao wakijua heri yangu wanaificha, hawaitangazi. Utadhani kama kwamba sina heri. Na hayo huwa yanakwenda hata kwa mume na mke, hata kwenye familia, hata kwenye taasisi, yanaweza kwenda mpaka kwenye taifa lenu. Watu wakawa wana viongozi wanaotenda matendo mazuri,
lakini yale mazuri yao wanayaficha. Wa in alimu biya sharran adhauhu, wakipata aibu au kosa au kasoro, hiyo ndo wanaitangaza. Okay, hii ni kasoro, mbona na mema hamtangazi? Wa in lam yajidu ahdathuhu, wakikosa wanatafuta aibu ya kutangaza. Wakikosa ahdathuhu, huwa wanazua uzushi ili nionekane kwamba mimi sifai. Sasa unajua katika hilo linampelekaje mtu motoni? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yadkhulu aljannatu namam, la yadkhulu aljannatu qattat, hata ingia peponi msengenyaji, hata ingia peponi mfitinishaji. Kwa hiyo ina maana kama hata ingia peponi, ina maana ataingia wapi? Motoni. Na hicho ndicho anachokitaka Ibilisi. Yeye Ibilisi, kwa taarifa, ngoja niwapeni mfano ambao mnaweza mkaelewa, na hasa vijana. Unajua kwenye mpira kocha huwa anaangalia timu anaocheza nayo, akikuta kwamba hawa timu yao ni wazuri kwa pasi fupi, yeye anapiga long passes ili wafunge, anapiga zile counter attack ili wafunge, kwamba hawa nikienda nao kwa pasi fupi siwawezi, au hawa nikienda nao kwa pasi ndefu siwawezi. Na yeye shetani huwa anatuangalia sisi, yani sisi tunaangalia hivi, alhamdulillah, kwa kweli nashukuru kusali na sali, nashukuru kufunga nafunga, nashukuru hija nimekwenda. Lakini yeye anakupeleka motoni kwa kuwasha fitina ndani yani kuiwasha husuda ndani ya moyo wako. Sasa swali ni moja, nani ataiona husuda moyoni mwako? Na ili hali ni jambo la kimoyo. Saa ingine madhambi mengine unaweza ukayatenda kwa bahati nzuri, wakakuona baadhi ya ndugu zako wema, wakakunasihi, bwana hapana, hivi unavyokwenda sio vizuri, maana kosa lile au dhambi ile wameiona. Nani ataiona husuda ndani ya moyo wako? Kwa hivyo inakuangamiza bila wewe kujua. Ndio maana shetani anaipenda, inakuangamiza bila wewe mwenyewe kujua. Hiyo husuda inabidi ukapime. Mtaniuliza, Amiri Lulu, tunapima hospitali iko wapi? Wewe ukitaka kuipima ile husuda, kwa sababu tumesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmuu al-Fatawa amesema husuda ni chuki na kero anayohisi mtu, maumivu ndani ya moyo wake, min husni hali al-mahsudi, kutokana na jambo zuri la muhusudiwa. Kwa hiyo wewe, hal anta sadiqun min asdiqai najah am anta aduwin min a'dai najah? Je, wewe ni rafiki wa mafanikio au wewe ni adui wa mafanikio? Ukiona mahala popote palipo na mafanikio mema na moyo wako ukafurahi juu ya mafanikio ya mwenzako, tambua kwamba moyo wako uko salama. Lakini ukiona mafanikio yoyote ya mwenzako ukasikia unapata chuki na kero moyoni mwako, kalete istighfari, usimwangalie aliyepewa. Wewe mstahi mpaji ambaye ni Mungu ambaye aliyompa. Ndugu zangu, kwa hiyo jambo hilo la husda jinsi linavyomwangamiza mtu, kwanza shetani anamtilia huyu mwanadamu kwamba nenda ukaanze kutia fitna. Saa ingine hebu fikiri, ukitaka kuona jambo hili linavyokuwa ni baya la fitna na uzushi, hebu chukulia kwa mfano mtu anaenda kutia fitna juu ya wanandoa, mpaka wanandoa fitna ile inawaingia, wanaachana. Saa ingine saa ya kuachana, mwanamke huyu mashallah alikuwa anakaa vizuri maskini na mumewe, wenyewe wanapendana, wanalea watoto wao,
kwa fitina yako wanakwenda kuachana. Saa ingine wakiachana, shetani anaendelea kufanya kazi. Mwanamke yule alikuwa amekaa vizuri, anaingia kwenye mabaya. Mwanaume yule alikuwa anakaa vizuri, anaingia kwenye mabaya. Watoto wanakwenda kuwa chokoraa, hawana malezi. Angalia ni madhambi mangapi yaliyotokana na fitna ya kuvunja ndoa ya watu. Ndiyo maana ikaambiwa, Mungu akatufundisha tuseme kul a'udhu. Mungu tunaomba utupe ulinzi. Wakafa bilmadhi wakafa bilhasadi qabhan anna Allah amarana an nasta'idha min alhasid kama amarana an nasta'idha min alshaitan. Inatosha kuwa kwamba husda ni jambo baya, manake Mungu ametuamrisha tuombe ulinzi dhidi ya hasidi pale anapohusudu, kama alivyotuamrisha tuombe ulinzi dhidi ya shetani. Kwa hivyo unapokuwa hasidi, tambua kama shetani, kuna hekima gani Mungu kutuamrisha tuombe ulinzi dhidi ya shetani wakati tunapotaka kusoma Qur'ani? Qur'ani ni neema, Qur'ani ni rehema, Qur'ani ni baraka. Shetani hapendi hiyo neema tuipate draw na hasidi ambaye hapendi wewe upate neema. Kwa hivyo unapokuwa hasidi, tambua yani wewe uko draw na shetani. Shetani ana a'udhu na wewe hasidi una a'udhu. Tena min sharri hasidin idha hasada. Ndugu zangu, jambo la msingi, usidhani eti kuna neno, ndugu zangu, huwa mnasema hasidi hana sababu. Leo ngoja niwaambieni, hasidi ana sababu. Sababu yake ni chuki na kero, anayokerwa kwa neema aliyokupa Mungu. Tena leo ngoja nikufundishe, ukitaka kujua mahasidi wako wanachukia nini. Ukisikia vile vitu wanavyovibeza vile, na huyu dada huyu tangu ameolewa anajishaua. Kwanza mwanaume mwenyewe, mwanaume kwanza sio mwanaume, chanaume chenyewe chembamba. Okay, yeye huyo mume aliyemwoa ni chaguo lake kwa vigezo vyake. Wewe ni nani mpaka uanze kufanya tathmini juu ya mme wangu? Na saa ingine anayesema hivyo, yeye hata mume mwenyewe hana. Kwa hiyo linamkera wewe kuolewa. Kuwa na akili, usije ukatiwa maneno kesho na kesho kuto ukamwacha ule mume taamaki yule aliyokuwa anabeza ule mume, ukasikia ndo kaolewa, ndio ukaanza kukasirika. We mnafiki mkubwa! Kumbe wewe uko unajua anambeza yule mume wako maana anampenda. Au wewe kijana, mtu mwingine anambeza yule mke wako, kumbe yeye mwenyewe anampenda, wewe umeshabahatika. Na nyinyi mwenda msimamo, umempenda wewe mwenyewe, unataka mpaka uulize na wengine eti mnamuonaje shemeji yenu? Kwani yeye huyo shemeji yao anawahusu nini? Mke ni wako wewe, wewe ndio uliyempenda kwa vigezo ambavyo ulivyo navyo. Eti mwingine anasema, yaani mimi nashindwa kuelewa hata alichompendea mpaka akwambie na alichompendea. Saa ingine anakijua yeye mwenyewe kule usiku. Kuweni makini. Ukitaka kujua mahasidi wako wanaumwa na kitu gani, angalia kile wanachokibeza. Ukijana ona tangu kanunua hicho pikipiki, kaka boxer yako eti anaita kipikipiki, yeye hata baskeli hana. Tena husuda tatizo lake kwa kuwa linakaa kwenye moyo, na moyo ndio raisul a'dha. Tambue hili neno, inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa alqalb. Hakika kwenye kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Kipande hicho kikiwa kizuri, basi mwili wote unakuwa mzuri. Kipande hicho kikiharibika, mwili wote unaharibika. Ina maana hivi, kwa kuwa husda iko kwenye moyo
na moyo ndio mkuu wa viungo vyote. Moyo ukiingia husda, tambua hivi, akiwaza anawaza kihusda, akitazama anatazama kihusda, akisikia anasikia kihusda. Unamsikia mtu anasema, huyu kijana naye tangu kanunua hicho pikipiki, utamwona kakaa kwenye pikipiki kajitunisha. Wazee wangu, sijajitunisha wazee wangu, ni upepo umejaa kwenye jaketi. Akia Mungu, hasidi idha hasada ka. Ndio hivyo hivyo. Huyu naye bwana tangu kajenga hicho kijumba, kaka bonge la jumba palace, eti anaita kijumba. Kwani ni nini? Tumeona nyumba ngapi? Hata Kobe ana nani, hata Kobe ana nyumba. Tambua kumbe inawauma nyumba yako, ndio maana wanaibeza. Kwa hiyo nyie nyote mlio na neema mlizopewa na Mungu, usione watu wanabeza vitu na wewe ukakibeza. Mwengine anatazama kwa husda, anasikia kwa husda, anatafakari kwa husda. Tambua hilo neno, ndugu yangu mpendwa. Na ukitaka kujua kwamba husda ina sababu, angalia zile la tabaghadhu wala tahasadu wala tabaghadhu. Unaona, la tabaghadhu, msichukiane, wala tahasadu, wala msihusudiane, wala taqata'u, na wala msikatane. Unaiona hadithi ilivyokaa? La tabaghadhu, msichukiane, imeanza chuki. Wala tahasadu, wala msihusudiane. Unaona, imeanza chuki ikaja husda. Wala taqata'u, na wala msikatane. Unaona, chuki, husda, kukatana. Kwa hivyo baba mzazi wa chuki, baba mzazi wa husuda ni chuki. Unasema hasidi hana sababu. Hasidi ana sababu, sababu yake ni chuki. Na ili muelewane na yeye, kama una mali, kama anachochukia ni mali, asikie umefilisika. Kama sababu ni upendo wa baina yako wewe na mumeo au mkeo, asikie mmeachana. Kama ni chuki dhidi ya watoto wako ambao wanafanya vizuri kwenye masomo, asikie kama kwamba watoto wanafanya vibaya. Hapo ndio hasidi. Yeye ni sawasawa amepata nini? Amepata panado ya kumtibu maradhi yake. Kwa hiyo ili tuweze kuacha husda, ni lazima tusiangalie aliyepewa. Wewe mstahi na umnyenyekee mpaji. Mpaji ni Mungu, tena yeye ndio aliyotoa vyake. Sasa unapokaa wewe ni wifi, eti unachukia upendo wa baina ya kaka yako na wifi yako. Sasa wewe, kwani wewe unataka nini jamani? Ni mke anampenda mumewe, ni mke anampenda mumewe, mumewe anampenda mke. Naona kaka nawe anampenda sana huyo, anampenda sana huyo wifi. Sasa ndugu yangu, mtu asipende hata mke wake jamani, ndugu zangu. Nalo na lenyewe upendo nalo liwe ni chuki. Kuna watu wengine kwenye familia mpaka wanaingilia mahusiano ya wanandoa, baina ya wifi zao na kaka zao, baina ya kaka zao na wifi zao. Msifanye hivyo. Upendo ni neema na rehema na baraka ambayo Mwenyezi Mungu amewapa watu katika maisha. Kwa hivyo lazima twende tumstahi Mungu kwa kuweka mbele kwamba yeye ndiyo mpaji, na yeye kumpa yeyote aliyempa ni utashi wake na mipango yake. Vinginevyo, narudia lile neno, yaishu alhasid madhluman mahmuman, huwa anaishi hasidi katika majonzi na huzuni kubwa. Maana
Saa ingine kile ulichokichukia kwa mwenzako na unapenda hicho kitu kimwondokee. Sasa fikiri, hajapanga Mungu. Sasa wewe unataka afilisike, Mungu hajapanga yeye afilisike. Wewe unataka aondolewe kwenye hicho cheo, hajapanga Mungu. Fikiri wewe utaishi na maumivu kiasi gani? Tena badala kushuka ndio anazidi kupanda vyeo, badala kufilisika ndio anazidi kutajirika. Kwa hivyo utajipa tabu wewe bure kuingilia mipango ya kuchukia. Ngoja nikupe mfano. Unaona wale malaika waliomsujudia baba Adam, je, ni watukufu au sio watukufu mpaka leo? Si ni watukufu? Je, yule aliyekataa si amelaaniwa? Sasa wewe unaonaje? Aliyekataa akalaaniwa na wale walionyenyekea wakaendelea kuwa watukufu namna gani? Heshimu matashi na maamuzi ya Mwenyezi Mungu juu ya jinsi alivyogawa riziki zake. Ndio ukenda msikitini ukawa unasema Allahu Akbar, Mungu anajua, naam, huyu ananikubali mimi kama mimi ni akbar. Haingilii mpaka mipangilio na taratibu za ugawaji wa riziki zangu.